prophet is the image that its maker should carve it. The molded image. Habari za mchana ndugu na dada. Kabla tuanze fundisho la leo, hebu tuanze na maombi. Amina. Katika fundisho lililopita tulikuwa tukiangalia kitabu cha Danieli 2. Tulikuwa tukiangalia ndoto ya mfalme Nebukadneza, ambayo kama vile unaweza kuona katika chart hii ni kwamba mfalme alikuwa na ndoto kama hii, na akaweza kuelezewa na Danieli kuwa ndoto hiyo ilikuwa ni ishara ya zile falme 4 kuu ambazo zitatawala ulimwengu kabla ufalme wa Kristo ambao ilifanishwa na jiwe kuja kutawala duniani. Tunaweza kuona pia ufalme wa kwanza ulikuwa ni ufalme wa Babeli, kisha baadaye ufalme wa pili ukawa ni ufalme wa Wamedi na Wajemi, kisha wa tatu ukawa ni ufalme wa Kiyunani au Giriki, kisha baadaye ni ufalme ule wa 4 ambao ni Rumi, ambayo iko na sehemu mbili. Kunayo Rumi ya kipagani na kisha vile vile pia ile Rumi ya upapa. Na tunaweza pia kuona tukuelezea kuwa na roho ya nabii katuambia kuwa sanamu hii ndoto ya mfalme ilikuwa inazungumzia hasa kuhusu wale ambao watakaokuwa wakiishi duniani katika siku za mwisho. Na ndoto hii ya mfalme haikuwa tunazungumzia Nebukadneza au Danieli, bali haswa lengo la Mungu kumpa Nebukadneza ndoto hii ni kwamba akaweza kuzungumza na kizazi cha mwisho ambacho kitakuwa kikiishi duniani katika siku za mwisho. Na tukaweza kuona kwa kuwa ndoto hii haswa inazungumzia ile mgogoro ambayo kama Waadventista tunajua itakuja hivi karibuni usoni, ambayo ni ile sheria ya Jumapili au ni kwa kizungu ni Sunday law. Hivyo basi sanamu hii yote hapa inatufundisha mambo muhimu sana kuhusu siku za usoni ambazo zinakaribia hivi karibuni, ambazo ni kipindi ile ambacho tutakuwa tukipitia mateso makali kama Waadventista, kwa maana tutaweza kulazimishwa kuabudu siku ya kwanza na tutaweza kuteswa kwa kuabudu kwa siku ile ya 7. Hivyo basi sanamu hii ya mfalme ilikuwa lengo lake kuu ni kutufundisha haswa kuhusu kipindi hii ya sheria ya Jumapili. Na pia tukaona katika kitabu cha Danieli 3 kwamba baada ya mfalme kupewa ndoto hii na Danieli, Nebukadneza aliweza kujinua na akaweza kusema kwamba ufalme wake hawezi kamwe ukaweza kushindwa na falme zingine duni kuzishinda. Kwa maana alikuwa ameambiwa kwamba wewe ndiye kichwa cha dhahabu, na baada yako tutakuja kuona falme zingine kama Wamedi na Wajemi, Wagiriki, kisha baadaye Warumi. Lakini mfalme alikataa kuzingatia maagizo ya Mwenyezi Mungu. Tunaona katika Biblia katika Danieli sura ya 3, mfalme atengeneza sanamu sawia na ile ambayo alikuwa ameonyeshwa katika Danieli 2, na kisha baadaye anaweka ibada katika mabonde ya Dura. Anaita watu wote kwamba waweze kuja kufanya nini? Waweze kumwabudu yeye kama Mungu. Na wale ambao walikataa kumwabudu walifanya nini? Aliwatesa ama walitupa katika moto. Tunaona katika kitabu hiyo inadhibitisha ile dhana kwamba sanamu hii
ni mfano wa sheria ya Jumapili. Kwa maana tunaona kwamba Danieli, si Danieli bali katika sura yake ya 3 kitabu cha Danieli, tunaona kwamba mfalme anaweka sanamu, kisha baadaye anaita watu wote waje kufanya nini? Kuabudu ile sanamu. Na wale ambao walikataa walifanya nini? Waliteswa. Hivyo basi tunaona kwamba katika kitabu hiyo ya Danieli tunaona kwamba vile ambavyo tumesema kwamba sanamu hii ni ishara ni sheria ya Jumapili, tumeona kwamba imeweza kujitokeza waziwazi katika sura ya Danieli, katika Danieli sura ya 3. Hivyo basi leo tukiangalia au tutakuwa tukithibitisha zaidi iwapo kwamba sanamu hii ni mfano wa sheria ya Jumapili. Inafaa katika historia ya falme hizo zote 4, tutakapokuwa tukiangalia historia ya falme hizo zote 4 katika ulimwengu, inafaa tuone katika kila moja falme hizo zote 4 mfano wa sheria ya Jumapili. Natumai mmenipata. Tutakapokuwa tukiangalia kwa mfano historia ya Babeli, historia ya Mji na Wajemi, historia ya Ugiriki, historia ya Rumi, na inatubidi au yafaa tuone katika kila moja ya falme hizi kwamba kumekuwa na tukio au matukio ambayo kwa kweli yanaweza kuwa yakifananisha sheria ya Jumapili au ni mfano wa sheria ya Jumapili au sandelo. Basi tutakuwa tukianza na ufalme ule wa kwanza ambao ni mfalme wa Babeli ambayo ni kitu cha dhahabu. Tukiangalia katika historia ya Babeli, vile ambazo nimekwisha kusema kwamba katika historia ya Babeli, baada ya mfalme Nebukadneza kuota ndoto yake, kisha baadaye keka sanamu akaweza kuita watu wote kufanya nini? Kuiabudu. Tunaposoma katika Danieli sura ya 3, unaweza kusoma kupata muda ukiwa kule nyumbani. Lakini katika nukuu ya roho nabii nasema kwamba katika kitabu cha 3 MR ukurasa wa 315 aya yake ya kwanza inasema, amri za Mungu zimewekewa kejeli zaidi ya kejeli ya kawaida, wakati ambapo wawakilishi wa koloni wametukuza siku ya kwanza ya wiki ili kutunzwa na wanadamu wote. Heri wawashurutishe watu kuisujudu na kuiabudu siku ya kwanza ya wiki, jinsi alivyofanya Nebukadneza wakati ambapo alikuza sanamu ya dhahabu katika mabonde ya Dura. Tunaweza katika roho nabii kwamba watu wa dunia wanafanya nini? Wametukuza siku ya kwanza ya wiki. Wanafanya nini? Wanashurutisha watu waweze kufanya nini? Kuiabudu, jinsi ambavyo Nebukadneza alifanya nini? Aliweza kushurutisha watu waweze kuabudu sanamu ya dhahabu kule mabonde ya Dura. Hiyo basi tumeona imejitokeza waziwazi kwamba katika falme ile ya kwanza kumefananishwa mfano wa sheria ya Jumapili. Kivipi? Kwa maana imefananishwa kwa namna hii. Mfalme Nebukadneza baada ya kuweka ile sanamu alifanya nini? Aliita watu wote waweze kufanya nini? Kuiabudu. Atemulazia na roho nabii kwamba historia ilifanya nini? Tabdiliwa. Kwa maana kuna watu duniani ambao wanafanya nini? Wanashurutisha watu waweze kufanya nini? Kuiabudu siku ya kwanza ya wiki ambayo ni Jumapili. Na wanafanya nini? Wanashurutisha kufanya nini? Kuabudu siku ya kwanza ya wiki ambayo ni kufanya nini? Kufanya kejeli ile sheria ya Mungu. Katika falme ya pili ambayo ni wa Mji na Wajemi, inafaa pia tuangalie katika historia hii na tuweze kuona iwapo kumekuwapo na tukio ambayo yanaweza yakafananishwa na sheria ya Jumapili. Katika ufalme huu wa pili ambao ni wa Mji na Wajemi, tunajua kwamba historia ya mfalme wake wa 4 ambao ni jina lake ni ngumu kidogo, lakini anaitwa Ahasuerus au najua kuwa tunafahamu kwamba
tunafahamu hadithi ya Esther na Mordekai katika kitabu cha Esther. Najua kwamba kimuktasari kunayo katika falme ya Medi na Wajemi kulikuwa na ni kama kwa jina Haman. Haman ni kama alikuwa mtu mkuu serikalini, na baada ya mfalme Ahasuerus ambaye ni Xerxes ambaye ni mfalme wa Medi na Wajemi aliweza kumpa cheo mtu huyu Haman aliweza kumpa cheo kubwa sana katika falme ya Medi na Wajemi, na kana kwamba ama hivi kwamba watu wote ambao walikuwa katika eneo ya pale katika palace ya mfalme walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanamsujudia huyu Haman. Lakini kulikuwa na Myahudi mmoja ambaye alikuwa mlinda lango ambaye kwa jina Mordekai. Mordekai hakuwa anafanya nini? Hakuwa anamsujudia huyu Haman. Hiyo basi jambo hili liweza kumsonesha sana Haman, kana kwamba kaweza kumchukia Haman kiasi kwamba aliamua atafanya nini? Atawaua sio Haman peke yake bali na watu wa kabila lake, kumua Mordekai na watu wa kabila lake lote ambao ni Wayahudi. Hiyo basi kaenda kwa mfalme, akamwambia mfalme, nipe ruhusa niweze kufanya nini? Niweze kumwangamiza huyu Mordekai pamoja na watu wa kabila lake lote. Na mfalme akafanya nini? Akampa Haman nini? Ruhusa ile kaweza kufanya nini? Akaweza kuangamiza Mordekai na watu wa kabila lake lote ambao ni Wayahudi. Na mfalme akatoa amri kana kwamba siku fulani mwezi fulani Wayahudi wote katika ufalme wa Medi na Wajemi watauliwa au wataangamizwa na Haman pamoja na watu wake. Tunaweza soma hadithi katika kitabu cha Esther sura ya 3 na sura ya 4. Tunaposoma roho ya nabii inapozungumzia kuhusu tukio hili, anasema kwamba amri ambayo hatimaye itatolewa dhidi ya watu wa Mungu waliowasalia itakuwa sawia na ile iliyotolewa na Ahasuerus dhidi ya Wayahudi. Basi anasema kwamba amri ambayo Ahasuerus ule mfalme wa Medi na Wajemi aliweza kumruhusu Haman kwa kumpa ruhusa ili kwamba aweze kuangamiza Wayahudi. Amri hiyo ni sawa au inalinganishwa na ile ambayo itafanya nini? Itatolewa dhidi ya watu wa Mungu ama Waadventista katika siku za mwisho. Tunaona kwamba katika roho ya nabii nasema kwamba katika siku za Medi na Wajemi kumekuwa na mfano wa sheria ya Jumapili, kwa maana kumekuwa na amri iliyotolewa na mfalme kama ambayo ile itatoka siku za mwisho kwamba Wayahudi wote waweze kufanya nini? Waweze kuangamizwa. Tunapoona katika ufalme wa tatu ambayo ni Ugiriki au Yunani, tunajua kwa ufalme huu wa tatu ambao ni Ugiriki, tunapofika katika Danieli sura ya 7 tunaona kwamba ni falme ambayo ilianza kama ilikuwa na kiongozi mmoja, kisha baadaye ikaanza kugawanyika katika sehemu. Kukawa na mfalme wa kusini, kaskazini, mashariki na magharibi. Lakini tutakapoenda kusoma zaidi kuhusu unabii, tutaelewa kwamba katika kitabu cha Danieli 11 wafalme hao wote wanne waliweza kupungua kwa ngapi? Kwa wawili. Kwa na mfalme wa kusini na mfalme wa kaskazini. Katika Danieli sura ya 11 itakuwa kuzungumzia kiundani kuhusu vita kati ya wafalme hawa wawili wa Ugiriki ambao ni mfalme wa kusini na mfalme wa kaskazini. Wafalme hawa walikuwa wanapigana mara kwa mara. Mara moja mfalme wa kusini atavamia mfalme wa kaskazini, kisha baadaye mfalme wa kaskazini atavamia mfalme wa kusini. Tutafika katika Danieli 11 ndio kupata historia hii yote, lakini hivi sasa atakuwa tukizungumzia Danieli 11 bali tutakuwa tukizungumzia tu sehemu ile ambayo ni sehemu ile ambayo inalingana na malengo ya somo letu leo, ambayo tunaangalia mfano wa sheria ya Jumapili katika falme hizo 4.
Unapofika katika Danieli 11 aya yake 11 itakuwa kuzungumzia vita kati ya wafalme hawa wawili, mfalme wa kusini na mfalme wa kaskazini. Na katika aya yake ya 11 Danieli 11 inasema kwamba na mfalme wa kusini ataingiliwa na ghadhabu, naye atatoka na kupigana naye, atapigana na mfalme wa kaskazini, yani mfalme wa kaskazini, naye atapanga jeshi kubwa, na jeshi hilo litatuweka mikononi mwake. Atakapokwisha kuchukua lile jeshi, huyu mfalme wa kusini, moyo wake utatukuzwa, naye atawaangusha 10,000, lakini hataongezewa nguvu. Tunaelezwa katika fungu hili kwamba kulikuwa na vita kati ya mfalme wa kusini na mfalme wa kaskazini, na katika vita hii mfalme wa kusini aliweza kuibuka mshindi. Baada ya kuibuka mshindi, aliingiwa na kiburi, na tunaweza kwamba aliweza kuangamiza maelfu. Katika historia tunajua kuwa maelfu ambao waliweza kuangamizwa ni wakina nani? Ni Wayahudi, si ndio? Na hadithi ni kwamba baada ya mfalme huyu wa kusini ambaye ni Filopeta, baada ya kumshinda mfalme wa kaskazini, aliweza kupata umaarufu mkubwa sana. Akaweza kuzuru kule Yerusalemu. Alipozuru kule Yerusalemu, mfalme huyu alikuwa na hamu au alikuwa na ari ya kwenda kule hekaluni na yeye kujifanya kuhani na kutoa kafara kama walivyokuwa kufanya makuhani wa Wayahudi. Na tunajua kwamba kulingana na sheria ya Wayahudi jambo hili alingeweza kukubaliwa, kwa maana alikuwa ni mtu wa mataifa, na katika hekalu mtu wa mataifa hakuruhusiwa kuingia. Hivyo basi Wayahudi wakaweza kumzuilia kwa nguvu sana huyu mfalme asiweze kufanya nini, asiweze kutia najisi ile hekalu. Na mfalme huyu kuna hadithi inaendelea kusema kwamba mfalme huyu kunayo jambo litendeka, akaweza kuzirai na wale wafanyikazi wake au wale waliokuwa naye wakaanza kumbeba hobela kutoka kule hekaluni kumpeleka wapi? Kumpeleka kwao kule Alexandria. Alipofika kule Alexandria, mfalme huyu aliingiwa na ghadhabu sana, akasema kwamba mimi mtu mkubwa sana, siwezi nikadulishwa na hawa Wayahudi. Hivyo basi akaamua fanya nini? Kulipiza kisasi, kwa maana kulikuwa na Wayahudi walikuwa kikaa kule Alexandria ambayo ni nchi ya Misri. Hivyo basi mfalme huyu katenda jambo ambalo tunataka kusoma katika si roho na bali ni pioneers ama waanzisha wa kanisa katika wanapozungumzia tukio hili la mfalme huyu, ama wakizungumzia kuhusu historia ya Danieli 11 aya yake 11 hadi 12, watasema yafuatayo kuhusu tukio hili ambalo lilitendeka kule Yerusalemu, kumhusu mfalme huyu Filopeta ambaye ni mfalme wa Ugiriki, ambaye pia ni mfalme wa kusini. Inasema kwamba baada ya kwenda kule Yerusalemu, basi sasa huyu ambaye ni Eti John sasa atakuwa anazungumzia kuhusu tukio hili. Hivyo basi anasema mfalme huyu aliporejea kule Alexandria, Filopeta aliamua kujilipiza kisasi dhidi ya Wayahudi waliokuwa wakiishi huko Alexandria kwa ajili ya kukataliwa na kwa aibu aliyopata katika hekalu kule Yerusalemu. Kwa jinsi hiyo alitoa nini? Alitoa amri. Basi baada ya mfalme huyu kwa mtazamo wake, baada ya kupata aibu kule Yerusalemu, akarejea wapi? Kule Alexandria. Na akafanya nini? Akaanza kutoa amri ya kwamba hakuna yeyote angeruhusiwa kuingia katika malango ya behewa au palace kwa kizungu ambaye hakutoka kafara kwa miungu. Hivyo basi akasema hakuna mtu yeyote ambaye anafaa kuingia kule alipokuwa kiishi au katika malango alipokuwa kiishi pasi kutoa nini? Pasi kutoa kafara kwa miungu wake ambaye ni miungu wa kipagani. Ndio kusema kwamba kulikuwa na viwango vitatu vya watu waliokuwa wakiishi Alexandria. Na kupitia kwa Alexander mkuu na wa kwanza miongoni mwa Wanatolemi, Wayahudi walihesabiwa katika ngazi ya juu. Tuna kwamba mfalme huyu Alexander ambaye ni mfalme wa kwanza wa Ugiriki alikuwa amewapa Wayahudi ngazi ya juu katika falme yake. Hivyo basi Wayahudi walikuwa ni kama first class citizens.
katika alipokuwa akiongoza. Anasema kwamba na kupitia anasema kwamba Philopator aliamuru kwamba washushwe hadi katika ngazi ya 3. Hivyo basi alitoka katika first class hadi third class, na akasema kwamba au ngazi ya chini zaidi. Hili ilihitaji wajisajilishe upya, naye akaamuru kwamba watakapowajisalimisha kujisajili lazima wawe na alama ya Bacchus au Ivy kwa kizungu ikiwa imetiwa juu yao kwa chuma moto, na kwamba wote ambao watakataa alama hiyo wangefanywa watumwa, na iwapo yeyote angekataa kuwa mtumwa angeuawa. Licha ya hayo, aliahidi ya kwamba wote ambao wataikana ibada ya Yehova na kukubali kuingizwa katika imani ya Wamisri wangesalia na uraia wao, hadhi pamoja na fadhila zao. Basi tunaona katika hadithi hii kiwaziwazi kwamba yale ambayo yatakayotukia katika sherehe ya Jumapili kimeweza kufananishwa waziwazi na mfalme huyu wa Ugiriki ambaye ni Philopator. Kwa maana anasema kwamba Wayahudi lazima tena wafanye nini? Wajisajilishe upya. Na kikwazo au si kikwazo bali condition ya kujisajilisha upya ni kwamba lazima uwe nini? Uwe na alama. Na ukikataa alama unafanya nini? Unakuwa mtumwa au unauliwa. Na anawaambia kwamba waache ibada ya Yehova na wachukue ibada ya miungu wa Misri. Na ule ambaye atakubali kuchukua ibada ya miungu wa Misri atabakia na hadhi yake ya kuwa first class citizen, na yule ambaye atakataa atashushwa kutoka hiyo first class mpaka ile hadhi ya chini kabisa au mtumwa. Basi imeelekeza wazi kwamba katika pia vile katika ufalme wa tatu kumekuwako na tukio ambayo kiwaziwazi inafananisha yale matokeo au matukio yatakayotendeka katika siku za sheria ya Jumapili. Kwa maana mfalme huyu anatoa nini? Anatoa amri kwamba lazima kila Myahudi awe na nini? Awe na alama. Na atakayekataa alama atafanya nini? Atauawa. Katika mfalme wa 4 ambaye ni mfalme wa Rumi, vile vile pia katika Danieli 11 imeweza kuzungumzia historia ya falme hizo zote 4 kiundani kabisa. Na katika Danieli 11 aya ya 6 pia itakuwa ikizungumzia kuhusu ufalme sasa sio wa Yunani bali ufalme wa Kirumi. Na pia itakuwa inazungumzia kuhusu tukio lililotendeka katika ufalme huu ambayo inaweza ikalinganishwa au ikaweza kufananishwa na yale ambayo yatatendeka katika siku za sheria ya Jumapili. Katika aya yake ya 16 inasema kwamba tukianza katika aya 16 inasema maana ajaye kupiga katika aya 15 inasema kwamba basi mfalme wa kaskazini atakuja na kufanya kilima na kupiga mji wenye maboma, na silaha za kusini zitaweza kumpinga, wala watu wake wateule, wala hapata kuwa na nguvu za kumpinga. Maana tunaona kwamba mfalme wa kaskazini atakuja na kufanya kilima na kupiga mji wenye maboma, na silaha za kusini hazitaweza kumpinga, wala watu wake wateule, wala mkononi mwake, wala hapata kuwa na nguvu za kumpinga. Katika aya 15 mfalme huyo kaskazini anaibuka mshindi. Tutakapofika katika sura ya Danieli tutaweza kuzungumzia mambo haya kiundani zaidi, lakini sasa ni kwa muhtasari tu. Katika aya 15 mfalme wa kaskazini anaibuka mshindi. Katika aya inayofuata tunaeleza kwamba lakini kunaye anayekuja kupigana na mfalme wa kaskazini, naye mfalme wa kaskazini hatakuwa na nguvu ya kumfanya nini? Na kumpinga. Anayekuja kupigana na mfalme wa kaskazini ni mfalme wa 4 au ni ule mfalme wa Kirumi. Tunapata nasema kwamba maana aje kupigana naye atatenda
kadiri apendayo, wala hapana mtu atakayesimama mbele yake, naye atasimama katika nchi ya uzuri, na uharibifu utakuwa mkononi mwake. Tunaona kwanza mfalme huyu wa 4 au ufalme huu wa 4 unapokuja kwa pigana na ufalme ule wa 3, tunaweza kwamba ataibuka mshindi, na ataibuka mshindi tu, atasimama pia katika nchi ile nzuri kabisa, au the glorious land katika kizungu. Tunaona kwamba mfalme huyu wa 4 hata mshinda mfalme wa 3 tu, bali pia atasimama katika ile nchi ya uzuri zaidi. Na historia ya fungu hii ni kwamba historia ya Rumi ni kwamba Rumi ilianza ni kama kikundi cha wanyang'anyi au robbers kwa kizungu. Na katika mwaka wa 162 au katika chati 160 cross. Yeah. League of Nations. Katika naona katika chati hii tuna ile muungano au mara ya kwanza Warumi kuungana na watu wa Mungu. Ni kama waliweza watu wa Mungu walisema kwamba acha Warumi waungane na watu wa Mungu, ni kwamba yapo katika siku za usoni kutakuwa na vita dhidi ya Warumi, Waisraeli wangewasaidia. Na hapo vile vile kungekuwa na vita katikati ya watu wa Israeli, Warumi wangefanya nini? Wangewasaidia. Lakini tunaelezewa kwamba licha ya kuwa na muungano huu kati ya watu wa Mungu na watu wa Rumi au watu wa kidunia, Rumi akiweza kuitawala Judea hadi mwaka wa 65 BC, 63 BC mradhi. Licha kwamba katika mwaka 161 BC taifa la Rumi liliingia, walikuwa na mwelewano au walikuwa na 158. Hiyo ndio imeandikwa kwa chati. Katika mwaka wa 158 BC tunapoona katika chati ambayo ni muungano kati ya Wayahudi na Waisraeli. Tunakumba licha kuwa walikuwa wameingia, Wayahudi walikuwa wameelewana na Warumi kwamba yapo Warumi wangekuwa na shida wangewasaidia, na hapo wangekuwa na shida Warumi wangefanya nini? Wangewasaidia. Bali katika mwaka huu Rumi bado haikuwa imepata kuitawala au wako wanawatawala Wayahudi. Utawala ulikuja katika mwaka wa 63 BC. Katika mwaka wa 63 BC kulikuwa na Yerusalemu. Moja katika unabii Yerusalemu itaweza kuharibiwa zaidi ya mara moja. Ile ambayo tunafahamu zaidi ni kwamba ile ya 70 AD. Lakini kabla ya 70 AD Yerusalemu imekuwa ikiharibiwa mara kwa mara na watu wa mataifa. Katika mwaka wa 63 BC huyu mfalme wa Rumi ambaye ni Pompe, huyu mfalme wa Kirumi aliweza kuikonka au kuishinda Judea, na akaweza kushika ushukani wa uongozi. Tunaposoma katika roho ya nabii tuelezea kwamba uharibifu wa Yerusalemu ni mfano ya ile uharibifu itakuja katika siku za mwisho wa dunia. Na je, ni mbona dunia itaharibiwa? Mbona Mungu aharibu dunia kwa wale mapigo 7? Tunaambia kwamba baada dunia kukataa sheria ya Mungu na kuweka sheria Jumapili, watafanya nini? Watapata ile mapigo 7. Hivyo basi uharibifu wa Yerusalemu umeweza kufananishwa na ule mgogoro wa sheria ya Jumapili. Hivyo basi katika historia unapoona
Yerusalemu imeharibiwa, inafaa kufundisha kama msomaji wa unabii au mwanafunzi wa unabii kwamba ile sheria ya Jumapili inaweza inafananishwa au ni mfano wa sheria ya Jumapili. Katika mwaka wa 63 BC tunaona kwamba jambo hili za kutendeka. Nasoma katika lakini ni katika kitabu cha Uriah Smith, inasema kwamba kikizungumzia aya tuliyosoma, inasema kwamba ingawa Misri hangesimama mbele ya Antiochus mfalme wa kaskazini, Antiochus hangeweza kusimama mbele ya Warumi ambao sasa walikuja dhidi yake. Syria ilishindwa na kuongezwa katika utawala wa Kirumi wakati Pompey BC 65 alipomnyang'anya Antiochus Astiacus miliki yake na kuishusha Syria kuwa mkoa wa Rumi. Ufalme huo ulikuwa pia soma katika nchi takatifu na kuinyakua. Rumi ilijiunga na watu wa Mungu Wayahudi kwa muungano tulivyoona katika chati hii, lakini haikuchukua ushukani kwa ushindi ya uongozi ya utawala wa Yuda hadi mwaka wa BC 63. Roho nabii anasema uharibifu wa Yerusalemu umefananishwa na hukumu kuu ya mwisho ya Mungu ambayo itakuja juu ya ulimwengu. Tena vile katika historia ya Rumi tunaweza kuona jinsi ambavyo mgogoro utakaotendeka katika siku za sheria ya Jumapili imeweza kujitokeza, si ndio? Tumeona kwamba katika ufalme huu wa 4 ambao ni Rumi, tumeweza kuona kwamba Yerusalemu iliweza kuharibiwa na wakachukuliwa mateka na wakakuwa chini ya uongozi ya Warumi katika mwaka wa 63 BC, ambayo tumeelezewa ni mfano ya hukumu ambayo itakakuja duniani kwa sababu dunia itakuwa imekataa sheria ya Mungu na kuitukuza sheria ya Jumapili. Hivyo basi watapata hukumu ya Mungu, na hukumu hii ya Mungu itakapokuja duniani inaweza kufananishwa na uharibifu wa Yerusalemu. Tunapoangalia sehemu ya pili ya Rumi ambayo ni Rumi ya kipapa, tuna pia vile kumekuwa na tukio ambayo inaweza kufananishwa na ile matukio ambayo yatatendeka katika siku za kiama, kipindi cha sheria ya Jumapili. Tunajua kwa ufalme huu wa Rumi ya kipapa imeweza kuzungumziwa katika Danieli 7 aya 24 25 kama pembe ndogo. Na tunaona ufalme huu sio tu ufalme wa dunia, bali pia ni ufalme wa Kikristo. Ni mchanganyiko kati ya ufalme wa kidunia na ni mchanganyiko kati ya serikali na kanisa. Na ndio ufalme ule ambao ulionuia au ulikuwa na nia ya kubadilisha sheria za Mungu. Tunaposoma katika Roho nabii anasema kwamba katika karne ya 6 upapa ulikuwa umejiweka imara. Kiti chake cha utawala kilikuwa kimewekwa katika mji mkuu. Naye askofu wa Rumi alitangazwa kuwa mkuu wa kanisa lote. Upagani ulikuwa umetoa nafasi kwa upapa. Joka alikuwa amempa mnyama nguvu, tunaposoma katika Ufunuo 13 aya ya 2. Na sasa kukaanza miaka 1260 ya mateso ya kipapa ambayo ilikuwa imetabiriwa katika unabii wa Danieli na Ufunuo. Danieli 7:25 na Ufunuo 13 aya ya 7 aya ya 5 hadi aya ya 7. Wakristo walazimishwa kuchagua aidha kuachilia ukweli wao na kukubali hafla na ibada za papa. Tunaona kwamba katika tunaona kuwa ufalme huu pembe ndogo unapokuja au ambao ni pia ni papa au kanisa la Katoliki inapochukua ushukani katika mwaka wa 538 kunaanza ile miaka ya mateso ambayo ni miaka 1260. Na katika kipindi hii tumeambiwa kwamba Wakristo walazimishwa kuchagua dhidi ya nini? Kuchagua aidha waikane imani yao ambayo ni kweli, ambayo ni Biblia, na kukubali
sheria na ibada ya wapagani ambayo sasa ilikuwa imebatizwa na ikawa kanisa la Katoliki. Unaona kwamba katika miaka hii yote 1000 katika kipindi hii ya mateso ya miaka 1260 Wakristo waliweza kulazimisha kwamba waweze kuchagua aidha kumwabudu Mungu wao au abudu wale miungu wa kipagani. Na haya ndiyo ambayo yatakayotendeka katika siku za sherehe ya Jumapili. Kwa maana kutakuwa na amri itakayotolewa kwamba wewe kama Mwadventista uweze kuchagua utamwabudu Mungu wa kweli, Mungu wa Sabato, au utamwabudu ule Mungu wa jua. Na hapo utakataa, utapokea mateso makali. Basi tumeweza kudhibitisha kwamba katika historia ya falme zote nne za dunia ambazo tumeona katika kitabu cha Danieli, katika historia ya kila falme kumekuwapo na tukio ambayo kwa kweli tunaweza tukafananisha na ile mgogoro ya sheria ya Jumapili. Na tumeona kwamba kwa kweli unabii ama roho nabii haijasema uongo kusema kwamba sanamu hiyo yote ni ishara ya sheria ya Jumapili. Kwa maana tumeona katika historia ya kila katika historia ya kila falme, na tumeweza kuona kwamba dhana hiyo imeweza kujitokeza wazi wazi kuanzia Babeli, mji na Wajemi, Yunani, Rumi ya kipagani na vile vile Rumi ya upapa. Katika kila moja ya falme hizi kumekuwa na tukio ambayo inaweza ikalinganishwa na sheria ya Jumapili. Na ili kutamatisha fundisho la leo, roho nabii nasema historia itarudiwa na hata sasa inarudiwa. Basi tunaweza kudhibitisha kwamba sanamu hii au ndoto ya mfalme ilikuwa ikizungumzia sana kuhusu watu wa mwisho. Ndio. Kwa maana inazungumzia sana kuhusu ile mgogoro ambayo itakuja katika kipindi cha sheria ya Jumapili. Natumai kwamba umeweza kuwa yenye baraka na tutakapoendelea na Danieli 7, 8, 9 hata 11, mambo haya yataweza kujitokeza waziwazi na natumai tutaweza kubarikiwa. Tutamaliza kwa maombi. Baba tulio mbinguni, twaja mbele yako masaha tukikushukuru kwa wema na fadhili zako ambazo umeweza kutukirimia sisi kama waja wako. Tunashukuru kwa uhai na pia kwa neema ambayo umeweza kutupa ili tuweze kusoma neno lako katika wakati huu wa imani. Tunakuomba mambo ambayo tumeweza kuzungumzia hapa yaweze kukaa mioyoni mwetu na katika akilini mwetu, ili kwamba tuweze kufanya yale ambayo yanakupendeza, ili kwamba tutakapofika katika kipindi hii ya mateso makali, tunakuomba uweze kutupa nguvu ili kwamba tuweze kusomea na kutetea imani yetu. Na pia wale ambao wanasikia mambo katika mara ya kwanza, nakuomba uweze kuwa mlinzi wao na uweze kuwapa moyo na nguvu na ari na hamu ya kujua mengi zaidi kuhusu neno lako la unabii. Nakuomba uweze kuwa nasi atakapokutana tena kwa mara katika jina la mwanao aliye Bwana Yesu Kristo. Amen.